Mke wa Kisugu, mambo vipi? Mambo mazuri. Uko vizuri kabisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, bado anaendelea kutenda. Pole na majukumu ya kikazi asubuhi kabisa. Asante kupata pole kutoka kwako. Mimi nafikiri naweza kunipa faraja kwa namna moja au nyingine, lakini kikubwa kama nilivyosemaga siku zote tu, tuendelee kumomba Mwenyezi Mungu kwa sababu ndio kila kitu bwana. Story kubwa mjini Kisugu sasa hivi ni klabu ya Simba. Mambo yanazidi kuendea vizuri. Hapo jana kuna taarifa imeweza kutoka, mmechaguliwa kuwa timu moja ambayo kwa tunasema kama kipekee ukanda wa Afrika kuwania tuzo ya klabu bora Afrika 2025. Lakini haijaishia hapo. Mchezaji wenu pia tunamzungumzia ambaye ni captain sasa hivi, Shomari Kapombe, naye amechaguliwa kuwania tuzo ya mchezaji bora 2025. Tuanzie hapa kwanza, hii taarifa kwako umeipokeaje Kisugu? Kwanza nimepokea kwa furaha kubwa. Kwangu niseme ni faraja kama mwanachama wa klabu ya Simba. Kuna namna ambavyo timu yangu inazidi kupaa katika ukanda huu wa bara la Afrika. Unajua mara nyingi tunakuwa nasema, tunazungumzia ubora wa Simba, tunazungumzia quality ya Simba kwenye bara la Afrika. Kuna baadhi ya watu wao walikuwa wataki kutuelewa nini ambacho tunachozungumza. Lakini kuna msemo wa Swahili anasema siku zote, asiyefundwa na babaye na mamaye, mwisho wa siku ufundwa na nani? Na ulimwengu. Nilikuwa nazungumza sana na baadhi ya wachambuzi katika nchi hii. Mmoja katika kugombana nilifika mahala mpaka kuwataja majina. Lakini dhamira yangu na nia yangu ilikuwa nataka kuambia na kuwafahamisha ukubwa wa Simba. Lakini kwa sababu wenzangu walikuwa wanapata nafasi ya kukaa kwenye media hizi, wakaonekana wana power kubwa kuzungumza, wakaonekana ukweli, wakaenda kuishusha Simba ili ionekane klabu ya kawaida katika bara la Afrika. Ulimwengu umekwenda kuwafundisha. Wenye mpira wao umekwenda kuwafundisha. Wenye mpira wao wamekwenda kuwajulisha. Huu ndio ukubwa wa Simba Sports. Tunapokwenda kuzungumzia ukubwa wa Simba ndio huu. Tunapokwenda kuzungumzia mafanikio ya Simba ndio haya. Lakini kuna muda watu wanahoji, mnasemaje mnafanikiwa aliyakuwa mjachukua ubingwa? Ubingwa ni hatua ya mwisho. Mafanikio ni hatua ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu kuelekea kwenye nini? Kwenye ubingwa. Tulipokwenda kuzungumza, kwenda kuwazungumzia ubora wa wachezaji wa Simba, baadhi ya waandishi hawakutaka kutoelewa nini tunazungumza. Leo hii nikwambia kitu kimoja Salome. Ligi ya Tanzania ina vilabu 16. 15. Ligi ya NBC 16. Fanya maksimamo madogo. Kwenye ligi ya NBC kila timu imesajili wachezaji 25. Piga 25 mara 16 iweke pale pembezoni alafu tulia. Ukishatulia nenda Uganda. Kapige ligi ya Uganda, wachezaji wangapi wapo? Nenda ligi ya Kenya. Maana yake nenda katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na ya Kati. Alafu naambiwa Simba Sports ndio imetoa mchezaji ambaye anaogombania kwenye uchezaji nini? Bora. Simba tuna quality ya wachezaji. Simba mna quality? Simba inaangushwa na baadhi ya waandishi ambao hawataki mema Simba Sports. Inaangushwa na wachambuzi ambao tayari fadhila zimeshawanunua, wamekuwa watumwa baadhi yao. Maana yake fadhila zikukununua, utakapokwenda kuwa mtumwa kwa zile fadhila, ukiambiwa chochote kufanya unakwenda kufanyaje? Fanya. Sasa leo wale waandishi walikuwa wanasema Simba ya kawaida kwenye bara la Afrika, wakae wakashindana na wenye mpira wao. Simba mnafanya kwa vitendo. Yes. Wakashindana na mpira wao. Leo hii mimi jaribu kufikiria. Vilabu vyote kwenye bara la Afrika, wenye mpira wao wanakwenda kuchagua vilabu 10. Na vile vilabu 10 waandishi zungumzeni kilichopo. Hawakuchukua takwimu ya miaka 3-4 nyuma iliyopita. Vile vilabu bora kinatafutwa kati ya 24, 25, 25, 26. Maana yake katika uwasilia 25, 26 katika mashindano yanaandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Maana yake unazungumzia Champions League, unakwenda kuzungumzia shirikisho. Ukienda kuziweka pamoja vilabu 10 vilivyoteuliwa Simba Sports. Na hii ni baada ya Simba kufika hatua ya finali msimu uliopita kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sisi Simba Sports tuna faraja sana. Na katika hiki ambacho wachezaji wetu walichotupambania kwenda kuonyesha ubora wa 25, 26, na sisi tunakwenda kuonyesha Jumapili kwamba nyinyi ni bora, tunakuja kuwapa support, tunakwenda kujaza uwanja Benjamin William Mkapa. Moja, tunakwenda kuwalipa fadhila wachezaji wa Simba siku ya Jumapili. Wanapambana wachezaji wale.
Na ukitaka kuamini katika ubora, wakati tunaingia, wachezaji wa Simba walipata mtihani, mechi 2 wamecheza bila mashabiki wao katika uwanja wao wa nyumbani Benjamin William Mkapa. Lakini Wamba walikaenda wakapambana, wakaenda kuipeleka Simba kuwa bora katika vilabu bora barani Afrika. Nini tunawalipa wachezaji wa Simba mashabiki? Nini tunawalipa wachezaji wa Simba wanachama wa Simba? Moja ya kuwalipa ni kwenda kujaa katika uwanja Benjamin William Mkapa. Na pili, tunakwenda kujaza uwanja Benjamin William Mkapa. Mmeingiza kiingilio, ama tuje kwanza hapa kabla tuje kwenye masuala ya viingilio na kwenye kujaza uwanja. Hii inawapa taswira gani? Umezungumza vizuri kwamba mmekuwa klabu ambayo inawania tuzo bora Afrika, lakini ukitazama mmekuwa na msimu ambayo kidogo kwenye ligi ya Tanzania sio mizuri. Mara 4 mfululizo mkipoteza ubingwa. Hii ina maana gani kwenu? Kama mngekuwa pia mnafanya vizuri ndani, Simba ingekuwa ni timu tishio zaidi ya hivi ambayo inazungumzwa sasa hivi. Unajua, katika imani ya dini kuna msemo mmoja unasemwa, khairi minallah shari minallah. Kila jambo mwanadamu ambalo linakukuta tayari Mungu alikuwa ameshapanga. Siwezi kuamini na siwezi kufikiria nini kingetokea mbele yetu Simba Sports. Yawezekana kuna muda mwingine hata kukosa ubingwa haya, si ndio? Mapendekezo au matakwa aliyetuumba ili Simba asichukue ubingwa, kuna amani fulani iweze kupatikana. Leo hii jaribu kufikiria, tuna miaka 4 Simba Sports hatujachukua ubingwa. Kuna mechi nyingi tunacheza za kimataifa, lakini bado hujasikia Simba inaingizwa bure mashabiki wake. Maana yake nini? Unapokwenda kuzungumzia mashabiki wa Simba, tuna passion ya kuisupport timu yetu, aidha nje ya uwanja au ndani ya uwanja. Juzi Simba imecheza Uswatini. Nusu ya uwanja umejaa mashabiki wa Simba ambao wametoka South Africa, wamekwenda Uswatini kuisupport timu. Maana yake nini? Simba automatically tuna passion ya kwenda kuisupport timu. Kwa hiyo mimi ninachofikiria, Salome, kana kwamba wewe unachofikiria, Simba angekuwa bingwa miaka 4 kwa ligi ingekuaje? Leo hii Afrika hii ya Mashariki kuna timu imekuwa bingwa mara 4 kwenye nchi yake. Mashabiki yake wanaomba pilau ili waende mpilani. Bila pilau hawaendi mpilani. Unazungumzia Young Africans. Unasema wewe, Salome. Na mimi nawaambia, kwa sababu tajiri yao ana uwezo, Ghalibu Saidi anaweza akawapelekea biriani, lakini afanye mpango magodoro na chandarua waweze kulala. Na Ghalibu ana uwezo huo, hawape. Kwa hiyo kwenda uwanjani bure haijatosha. Wanahitaji nguvu tena nyingine ya ziada. Yes. Wanahitaji nguvu ya ziada. Wameomba pilau, najua JSM watawapa. Wameomba maji, najua watawapa. Lakini binadamu hawezi kuaminika, kuna mambo mengine wameyasahau. Moja, kuwakumbusha akina Mohamed Dosa, ndugu yangu, swaiba yangu, wamuombe tajiri yao godoro, wamuombe tajiri yao neti. Na mimi nakwambia, Salome, ikisha klabu bingwa hii, Yanga akitolewa Jumamosi, mechi ya ligi ili Yanga umuone uwanjani, basi JSM akaikapu na hela. Kila ukiingia unakupa buku 10,000, unaingia uwanjani 10,000. Mashabiki wanaingia. Hatua hiyo Yanga watafikia. Hii ina maana mashabiki wa Young Africans wako nyuma sana kwenye kuisupport. So watu wa mpira, kila ukimwona mshabiki wa Yanga akiwa kama kabila langu Mzalamo Mndengeleko, sema huyu mtu wa ngoma, sio mtu wa mpira. Ukimwona huyu mshabiki wa Dar es Salaam Young Africans, unaamini huyu Yanga huyu, si ndio? Sio mshabiki wa mpira, huyu mtu wa kibao kata. Mshabiki wa mpira ushawishiwi kwa pilau. Mshabiki wa mpira ushawishiwi kwa bure. Leo mimi niseme kweli, ndani ya moyo wangu navuka muda, nakaa kwenye television hivi, namwangalia engineer, namwangalia Ali Shabani Kamwe, namwangalia Alex Ngai, na waonea huruma namna wanavyoipambania timu. Leo timu yao inacheza shabiki mpaka bure ndio waende uwanjani. Sasa nimwambie Alex Ngai, taarifa nilizokuwa nazo, kweli wanaoingiza bure, lakini uwezo wa kufika taifa hawana, wakodie magari. Yaani kwamba wanaoingiza bure lakini bado anafikaje uwanjani? Sawa, ushamwambia bure, anafikaje? Kwani wana Yanga ni maskini kiasi hicho? Kama sio maskini, mbona wanaomba pilau leo? Salome, kuna vitu lazima tuseme ukweli. Lazima tutengeneze mpira ambao tutengeneze watu ambao watakuwa na passion kwenda mipilani. Tutengeneze mashabiki wa ulela. Na ndio maana nikawahi kusema, nitaendelea kusema, engineer mimi swaibangu kuna muda afanye maamuzi magumu.
mmoja nataka nikwambie, sio uongozi huu. Na kabla uongozi wa Manji, pale uwanjani pale. Yanga kuna muda passion ya waji. Alikuwa Legend Mulo peke yake na bendera ya taifa hivi anapambana. Peke yake. Hawa mainfluencer wa Yanga hawana kazi. Hawa wanalala wakiamka wanajua maisha yao Yanga ndio iwaendeshe. Wewe influencer unasaidia nini timu yako? Alafu leo anakaa mtu mzee mzima na midevu kabisa. Bule, Allah. Mnamkondesha tu Alishabani Kamwe. Si ndio? Leo ukitaka kujua hao wana passion, kiingilio umetangaza si bure? Bure. Ali anafanya media tour za nini? Hamasa. Ili mashabiki wajitokeze. Yaani bure tayari na hamasa juu. Simba tunaingiza kwa hela bure. Tunaingiza kwa hela. Ahmed Ali anafanya media tour? Sijaona bado. Unajifunza nini? Kuna aina mbili za mashabiki, wa Simba pamoja na Young Africans. Maji na mafuta yatakwenda kujitenga. Maji na mafuta yatakwenda kujitenga. Na huu ubora walianza kuzungumzia kafu. Walitupa sisi mashabiki wa Simba kuwa mashabiki bora. Lakini niwaombe sana, kuna mambo lazima tuseme Salome. Na lazima tuzungumze kwa sababu ya upendo tunavyopenda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uwanja Benjamin Mkapa ule umejengwa kwa kodi za Watanzania. Kuna miundombinu pale ipo. Ule uwanja una viti 60,000. Leo unapotangaza bure, nani anakwenda kucontrol capacity ya watu katika uwanja? Nani? Salome. Nani? Mimi naiomba wenye mamlaka kwa heshima na taadhima, kesho watupe capacity ya watu ambao Yanga wanatakiwa kuingia katika uwanja Benjamin Mkapa. Si kama idadi ambayo inabeba mashabiki pale. Ipi iliyozungumzwa? Atakayewahi ndio ambayo atapata nafasi. Sijakataa Salome, tuko sambamba. Kinacho control kupata capacity ya watu nini? Ili tujue Mulo wameingia watu 60,000. Leo watu wanakwenda ule uwanja, lolote linaweza kutokea. Bahati mbaya uwanja limerudi upu. Watu wangapi watatangazwa wamekufa? Waseme. Na lazima waike chombo ambacho kitakachokuwa kinajua idadi ya watu walioingia katika uwanja. Tusichekee hivi vitu vikaleta madhara, vikaleta shida kwenye nchi. Hii imetoka moyoni Kisugu. Inauma. Salome, kuna viti mule. Kuna kamera mule. Vile viti ukihesabu vina watu 60,000. Unavyosema bure maana yake unakwenda kufungua geti Salome. Kweli sio kweli? Ukifungua geti watu wanaingia. Nani anakontrol capacity ya watu? Nani? Hii bure isharuhusiwa huko nyuma. Ilikuwa na heri, ilikuwa na madhara. Madhara. Mnaruhusu vipi tena iendelee? Leo naenda kumkuta mshamba mmoja Dosa anasema tunaingizwa bure. Allah. Serious? Mikoa Kisugu, tukija kulizungumza hili swala la bure kwa Young Africans, huenda wamejua umuhimu wa huu mchezo. Wanaitaka sana huu mchezo kwenda hatua ya makundi. Na wanaona nguvu ya mashabiki inahitajika kwa kiasi kikubwa, ndio maana wameamua kufanya bure ili mashabiki. Salome, hoja hapa si kwa nini waingie bure. Hoja yangu ya msingi hao wanaingia bure capacity, nani ana control ya kupata idadi ya watu walioingia? Nielewe, usinichafue, nitazima interview mimi. Nimekuelewa Kisugu. Nakwambia. Niko serious katika hili Salome. Ukitaka tufanye interview, kama utaki mimi nifunge. Tuendelee Kisugu. Kodi za Watanzania zimetumika pale. Na ndio maana waliojenga uwanja ule serikali na wapongeza, waliweka idadi ya watu 60,000. Salome, leo wewe unatangaza bure. Nani anakwenda kucontrol capacity ya watu tujue 60,000 wameingia? Kwa hiyo suluhisho la hili Kisugu, waje kesho watoke hadharani watuambie bure liruhusiwa kwamba capacity inatakiwa watu 45,000 na tutawacontrol kwa style hii. Mazingira Ni waandishi mnatumia vipaza vyenu sauti vibaya. Tumieni vizuri. Toeni elimu, Salome. Swali hilo liliulizwa kwa Alishabani Kamwe na akasema mazingira yote wameyaweka vizuri kabisa. Yepi? Usalama. Swala la usalama si la kwao.
Swala la usalama liko kwenye katiba ya nchi, wako kwenye mamlaka. Sisi hoja yetu nani ana control capacity? Maana yake ungeweka 1,100 ukipata 60,000 unajua viti 60,000 vimefanyaje? Vimejaa. Tiketi zimefanyaje? Sold out. Swali dogo tu. Saa 4 ule uwanja umejaa. Watu 60,000 wamejaa. Nje una watu 20,000 wako nje. Mageti umefungwa, wanasema sisi tumeambiwa bure. Kinachofuata ni nini? Vurugu mechi. Tumejifunza nini kwenye hizi bure za nyuma zilizopita? Tuendelee kila siku kodi kuweka kamera na viti? Tuseme kwa mapenzi makubwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuseme, tuzungumze. Hii nchi sio bure. Wao wameamua wache, lakini lazima sisi wa Tanzania ili turidhie, tupeni capacity ya idadi uwanja wetu utakavyokwenda kufanyaje? Kutumika. Kisugu, kwa namna ambavyo umezungumza, hii bure sio tatizo kama ulivyosema, lakini huenda pia ingewekwa kiasi kidogo zaidi ambacho kingeleta idadi sawia ambayo inahitajika kuwepo pale kwa Mkapa. Yaani kuna vitu viwili, hata kama ukuweka pesa, tunachokiamini sisi kwenye kucontrol watu na kucontrol vipi waingiaji pale. Unajua tunapozungumzia capacity, tunapozungumzia idadi. Watakaa mapolisi watakuwa na hesabu. Ikifika watu 60,000 wanasema shajaa. Itakuwa mashine ina hesabu. Ikifika 60,000 ujaa. Kwa system hii kama haijawekwa, uone ule uwanja watu 100,000 watakwenda. Hizo ndio hoja zetu. Na hoja inatakiwa watu lazima wahusika watoke hadharani wazijibu. Kwa sababu tunahitaji ya Tanzania kuiona amani inaendelea. Uwanja sio wa mtu ule. Uwanja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kiti kikienda kuharibika pale, kimekwenda kuharibika kiti cha Kisugu, kimekwenda kuharibika kiti cha Dosa, kwa sababu kodi zetu ndio zimekwenda kutengeneza vile viti. Tusiachekea haya mambo Salome. Mimi naamini wahusika watakuwa wamenisikia. Na kwa sababu waelewa na watu weledi, mimi naamini kesho watakuja na majibu, watasema tunaweka system hii kingia watu 50,000. Sasa Mikael Kisugu, tuzungumze kuhusiana na timu yenu. Slogan ambayo umekuja nayo hivi sasa ni hamjaridhika.